Mtazamaji wa Baraka TV, na kusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa maisha yetu. Na ni siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili ya tarehe 21 katika mwezi huu wa 6. Nikukaribisha sana katika ibada nzuri kabisa ambayo tunajiandaa kuweza kumwadhimisha Mwenyezi Mungu katika kanisa la Moravian ushirika wa Ilemba uliopo ndani ya mkoa wa Rukwa. Namna hiyo basi atakayeongoza ibada hiyo si mwingine ni mchungaji Lesson Simtoe, lakini pia itaunganishwa moja kwa moja na ibada ya kumsimika mchungaji Nzelemte Tedson Simae ambaye anasimikwa hii leo rasmi kuwa mwenyekiti wilaya ya Ziwa Rukwa. Basi nikukaribisha sana katika ibada hii, na ninaamini kabisa Mwenyezi Mungu anakwenda kukutana na haja ya moyo wako. Na ni nani ambaye anakwenda kumsimika mwenyekiti huyo? Si mwingine ni mwenyekiti wa jimbo la Rukwa kanisa la Moravian Tanzania ambaye ni mchungaji Anosisye Kasuku Mwaikole. Basi karibu sana tuweze kuungana, na jina langu ni Vumilia Mwanyangala. Asante na ubarikiwe. Niwakaribisheni ninyi nyote katika ibada hii ya siku ya leo, na tunakwenda kuianza ibada yetu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ikiwa leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 6, Jumapili ya 4 ya Pentekoste, neno kuu la juma linasema, Yesu alisema, mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Maneno haya tunayapata katika Injili ya Mathayo sura ile ya 10 mstari ule wa 39. Basi kwa wakati huu tukamsifu Mungu kwa wimbo namba 41 katika tenzi za rohoni. Wimbo namba 41 katika tenzi za rohoni, Yesu aliniita njoo. Yesu aliniita njoo.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo. Basi leo tutaongozwa na utaratibu wa tatu wa ibada ya siku ya Bwana. Leo tutaongozwa na utaratibu wa tatu wa ibada ya siku ya Bwana. Kwa hiyo taratibu za ibada ni ukurasa ule wa 11. Bwana Mungu wetu, utukufu wa jina lako ni wa ajabu katika dunia yote. Wewe umeweka utukufu wako juu mbinguni, toka mashariki mpaka magharibi. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu ni roho, na wote waabuduo yeye imewapasa umwabudu katika roho na kweli. Mimi nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Tumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Tupige magoti na tuungame dhambi zetu. Naomba kutokana na mazingira simameni. Tutaendelea tukisimama. Tuombe tusimame hivyo hivyo, tutaendelea kulingana na mazingira tuliyokuwa nayo. Tutaendelea pale ushirika. Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Mungu uniumbie moyo safi, usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Amen. Kristo Yesu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa sababu hii hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Huyu ndiye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani. Kwa sababu hii na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele vingi kwa uzima. Asante. Basi tunapokwenda kujiandaa kupokea zaburi yetu ya siku, nikaribisha vikundi vifuatavyo viweze kumsifu Mungu. Kianza na kwaya kuu, watafata kwaya ya uinjilisti, watamalizia kwaya ya Nankanga, kwaya kutoka Nankanga. Baada ya hapo tutasimama kupokea zaburi yetu ya siku. Niombe tuokoe muda, vikundi viweza kuvitaja, muwe mawakili wa muda. Tunapoweza kutoka wengine tunaunganisha.
dunia hii. Utafaidi gani ndugu yangu utakapoipenda dunia hii? Dunia inapita na mambo yake yanapita. Dunia inapita na tamaa zake zinapita. Dunia inapita na mambo yake yanapita. Dunia inapita na tamaa zake zinapita. Utafaidi gani ndugu yangu utakapoipenda dunia hii? Utafaidi gani ndugu yangu utakapoipenda dunia hii? Dunia inapita na mambo yake yanapita. Dunia inapita na tamaa zake zinapita. Dunia inapita na mambo yake. Zima, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Na Bwana, ni majira mengine ambayo umetupa neema ya kukutanika kwenye madhabahu yako ya Moravian Ilemba. Na Bwana, kwa majira haya wako watoto mbele ya madhabahu yako. Tunaomba toba, tunaomba rehema kwa kila ovu ambao tumetenda, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Tunaomba rehema, tunashuka na kunyenyekea mbele zako majira haya ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya watoto wadogo wanaotembea, wale wanaotambaa, walio migongoni kwa wazazi wao, na wale wanaonyonya na walioko kwenye matumbo ya mama zao. Tunawasogeza mbele zako Bwana kwenye madhabahu yako siku ya leo. Ukawatunze, ukawalinde, ukawabariki, ukawafunike kwa damu yako ya Pasaka kwenye masomo yao. Tunatangaza neema yako ikazidi kuwatangulia, ukazidi kutembea nao majira yote. Tunazipinga roho za magonjwa katikati ya afya zao. Tunazikataa roho za mauti kabla ya wakati. Tunakataa nguvu za giza, roho za uongo, roho za uzinifu, nguvu za giza juu ya watoto hawa. Tunazipinga na kuziseta hazina mamlaka katika damu ya Pasaka iliyomwagika pale msalabani. Neema yako Kristo ikazidi kuwafunika na kuwatunza. Asante Mungu, maana hautawacha, utaendelea kutembea nao. Hata wazazi wanaowalea utaendelea kuwatia nguvu ya kuwalea vema watoto wao. Asante hata kwa ajili ya wale ambao Bwana ni yatima, maana utaendelea kuwatunza na kuwalinda, utaendelea kuwafariji Yehova. Asante kwa ajili yao watoto wote duniani Mungu, tunawasogeza mbele zako, ukaendelee kuwatunza na kuwalinda. Neema yako ikazidi kukaa juu ya watoto hao wadogo na hata wale wakubwa ambao hawasomi na wanaosoma. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Watoto, pokeeni mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu awabarikieni na kuwalindeni. Bwana Mungu awaangazieni nuru za uso wake na kuwafadhilini. Na Bwana Mungu awainulieni uso wake na kuwapeni amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haya watoto, twende darasani. Tukisema familia yangu haina kitu, jua kwamba ndivyo itatokea. Ukisema kwamba mimi sitaweza, jua kwamba ndivyo itatokea. Kitatokea kile unachokiri mama, kitatokea. Ukisema familia
Siku zote
magunia kuwa nguo zangu, nikawa mithali kwao. Nami maombi yangu na kuomba wewe Bwana, wakati ukupendezao, e Bwana, kwa wingi wa fadhili zako unijibu katika kweli ya wokovu wako. Tushirikiane mstari ule wa 15 na mwisho. Mkondo usinigharikishe, wala vilindi visinimeze, wala shimo lisifumbe kinywa chake juu yangu. Amen. Asante Blazy, tuwakaribishe kwa wimbo wa kuabudu, tukamshukuru Mungu kwa pamoja kwa zawadi ya afya na uzima, lakini kwa kutupa kibali cha siku ya leo, lakini pia tukamwalike Roho Mtakatifu akatuhudumie katika ibada ya siku ya leo. Karibu Blazy. Haleluya, haleluya.
Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda. Haleluya. Asante sana, asante sana. Basi kwa wakati huu nimkaribishe msomaji wa somo la kwanza akifuatiwa na msomaji wa somo la pili. Karibuni. Karibuni tusikilize somo la kwanza. Linapatikana kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 20 mstari wa 7 hadi mstari ule wa 13. Somo letu la kwanza tunalipata kitabu cha nabii Yeremia sura ya 20 mstari wa 7, tutaishia ule mstari wa 13. Katika Utatu Mtakatifu ninakwenda kuyasoma maandiko kama yalivyotunzwa. E Bwana, umenihadaa nami nimehadaika. Wewe una nguvu kuliko mimi, ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha mchana kutwa, kila mtu hunidhihaki. Maana kila ninenapo napiga kelele, nalia dhuluma na uharibifu, kwa kuwa neno la Bwana limefanywa shutumu kwangu na dhihaka mchana kutwa. Nami nikisema, sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake. Basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto wakao, uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Maana nimesikia mashutumu ya watu wengi, hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wote wanaonivizia nisite husema, mshtaki, nasi tutamshtaki. Huenda akahangaika, nasi tutamshinda. Tutajilipiza kisasi si kwake, lakini Bwana yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo hao wanaonionea watajikwaa, wala hawatashinda. Watatahayarika sana, kwa sababu hawakutenda kwa akili. Wataona aibu ya milele, ambayo haitasahauliwa kamwe. Lakini e Bwana wa majeshi, wewe wawajaribu wenye haki, waona viuno na mioyo. Nijalie kuona kisasi chako juu yao, kwa maana nimekufunulia wewe neno langu. 13 na mwisho. Mwimbieni Bwana, msifuni Bwana, kwa maana ameiponya roho ya mhitaji katika mikono ya watu watendao maovu. Hili ndilo somo la kwanza. Bwana alibariki. Amen. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Haleluya. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda tena. Wengine wamesinzia. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusikilize somo la pili kutoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, na ile sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, na ile sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Kwa utatu nitawatangulia. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba,
vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Mstari wa 5 na wa mwisho. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Na hili ndilo somo la pili, na Bwana Mungu alibariki. Amen. Amen. Asante. Basi kwa wakati huu nikakaribisha vikundi vya kwaya vikamsifu Mungu, kianza na kikundi cha kwaya ya uinjilisti mahali hapa. Watafuatiwa kwaya ya Nuhu Malangali, lakini pia watafuatia vijana kati Yerusalemu. Vijana kati kutoka ushirika wa Yerusalemu Tengule Sumbawanga. Karibuni.
rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe, pamoja nawe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea nawe. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu uliye mtakatifu, asante kwa ajili ya siku nzuri hii ambayo umetupa neema kukutana hapa Ilemba, ili kabla ya kumsimika mtumishi wako Mchungaji Nzalamte tupate kusemezana kwa ujumbe wa neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu, tembea katika eneo hili na useme na kila moja. Naamini iko sauti inayotarajiwa kugusa maisha ya kila mmoja aliyeko hapa. Iko sauti inayotarajiwa kurudisha matumaini ya yule aliyekata tamaa. Iko sauti itakayotuimarisha na kututia nguvu katika safari ya kuja kwako. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba Mungu tubariki, ututakase kwa nguvu ya neno lako. Tunaomba na kushukuru. Amen. Haya, tukae. Sasa hivi hapa ndio pa kuhubiria. Hivi na mimi mwenye afya zangu nikae hapa. Hapa wao wanakaa wenye afya mgogoro. Mara mimi nikikasukuma haka katatangulia mbele huko. Bora niwe huru hapa. Haleluya, watu wa Mungu. Namshukuru Mungu kwamba amenijalia afya ambayo sio ya mgogoro. Unajua unaweza kawa na kitambi lakini ni ya kichocho. Haleluya. Afya yangu imekamilika. Haina shida. Haina sukari. Haina kifuadulo. Haina typhoid. Wala malaria. Wala sijui pressure. Mimi nimekamilika. Lakini namshukuru Mungu ambaye amenifanya hivyo. Kwa sababu kazi ya kuongoza hili jimbo ukiwa na vifafa hivyo basi unakufa mapema. Ukiwa na tu pressure uto unakufa. Sasa ndio maana nasema namshukuru Mungu. Lakini asante kwa mmoja wenu anayeniombea kila itwapo leo. Kwa sababu sio kila mmoja anaomba kwa ajili ya viongozi, lakini wako wanaoguswa wanaomba kwa ajili ya viongozi. Hao ndio nasema asante kwa yule mmoja ambaye anakumbuka kutuombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya wageni labda wasionifahamu, naitwa Mchungaji Mwaikole Anosisie, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya jimbo la Rukwa. Naomba tushirikishane neno la Mungu hapa. Maana ukianza kuhubiri kabla ya kusoma watu wao wanasema sio alikuwa anahubiri wapi. Sasa msingi wa ujumbe wa neno la Mungu, Injili kama alivyoiandika mwinjilisti Mathayo. Na nimewaambia mara nyingi kwamba ni marufuku mchungaji kusoma kwa kukosea. Kwa sababu ukisoma kwa kukosea unaharibu ujumbe wa neno. Watu wanakukatia tamaa hata kabla hujaanza kuhubiri. Wasema kama kusoma ndio huku. Sasa takacho tuambia. Wachungaji, mwe mnanisikiliza vizuri. Ukiwa hapa mbele, hawa watu wote wanaamini wewe na Biblia ni mtu na pacha. Sasa unapoanza kusoma unasema samahani.